إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والصدق من قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أحبتي في الله، sifa kwa ukamilifu ni zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu, ambaye kwamba ametuneemesha kila aina ya neema. Mwenyezi Mungu anatueleza tabaraka wa taala: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkijaribu kuzihesabu neema za Mola wenu juu yenu kabisa hamwezi mkazihesabu. Kuna neema ambazo kwamba tunazijua ima kwa kuziona, ama kwa kuzisikia, ama kwa kuzihisi, na kuna neema ambazo kwamba zinatuzunguka kila sekunde, hatuzijui kwa kuziona wala kuzisikia wala kuzihisi, zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mkihesabu neema za Mwenyezi Mungu juu yenu abadan hamwezi mkazihesabu.
hatuna zaidi ila tunasema Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi kulli ni'matin allati an'amta biha alayna. Na rehma na amani zimfikie role model wetu, kiongozi wetu mbora wa kuigwa katika kila aina ibada, Abul Qasim. Ni uyeni radhi anwani ya khutba yetu iwe qul li man tusahib aqul laka man anta. Qul li man tusahib, nieleze rafiki yako ni nani. Ukinieleza rafiki yako ni nani, aqul laka man anta, mimi nitakueleza wewe ni nani. Hii ndio anwani ambayo kwamba tutaishi nayo kwa muda mchache ulioko mbele yetu. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu. Huenda sote baada al-khutba, baada ya swala hii ya Ijumaa, tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Yaqulu tabaraka wa ta'ala al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina. Mwenyezi Mungu anatueleza kwenye kitabu chake hali ambayo kwamba itatokea siku ya Kiyama. Jambo la rafiki, jambo la mtu kuwa na rafiki yake haimaliziki duniani. Ni jambo ambalo kwamba inachukua taswira ya kipekee siku ya Kiyama. Jambo la rafiki, ndugu Muislamu, chunga nani unamfanya anakuwa ni inner circle wako. Chunga nani unamchagua awe mtu wako wa karibu, iwe ima anakupatia maslahi ya dunia ama maslahi ya akhera. Lakini akiwa anaidhuru dunia yako kabla ya akhera, basi urafiki kama huu utajutia siku ya Kiyama. Hata kama utamhesabu kuwa ni rafiki yako, hata kama utamuona kuwa ni mwandani wako, na dunia ambayo kwamba tunaishi, dunia ya sasa, rafiki si lazima yule ambaye kwamba unatembea naye ubavuni. Hasha wakalla. Tuna mitandao ya kijamii, tuna social media. Wangapi walikuwa ni vijana wazuri, lakini wakati waliposhikamana katika mitandao ya kijamii, wakaingia katika social media, sasa hivi wazazi wao wanajutia, watoto wao wamepotea kwa kutokana na marafiki ambao kwamba wamepatana katika mitandao ya kijamii. Labda yuko katika mji mwingine ama yuko katika nchi nyingine, hata hawajuani, lakini anafuata maadili yake kwa sababu ni follower wake, kwa sababu anamfuatilizia katika membari yake kila siku baada ya siku, kila dakika anaposti kitu gani, anaweka kitu gani. Maskini huyu kijana wa Kiislamu anaanza kuathirika siku ya kwanza, wiki, mwezi, miaka, anakuwa kijana wa Kiislamu handiliki tena. Kisa na maana rafiki katika mtandao wa kijamii. Uislamu haujawacha jambo la urafiki nyuma. Dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ni dini ambayo kwamba imekuja kutufundisha mfumo kamili wa maisha. Hakuna jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama aliliacha nyuma liwe la manufaa ima ya dunia ama ya akhera, ila alituonyesha njia kama hiyo. Na hakuna jambo ambalo kwamba lina madhara na huyo Uislamu kwa dunia yake ama akhera yake, ila alitukanya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, hali itakayokuwa siku ya Kiyama, al-akhillahu
yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduun, marafiki siku ya kiyama baadhi yao kwa baadhi yao watakuwa ni maadui, watakimbiana, watanyosheana vidole za lawama. Ni wewe, kama si wewe singepotea, ni wewe. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduun, marafiki siku ya kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui. Napoisoma hii aya, ndugu yangu Muislam, lete kwenye akili yako, fatish kwenye akili yako, jipekue wewe mwenyewe kwenye akili yako, anza kuwachambua marafiki zako, ujiulize, hawa marafiki ambao kwamba ninawaita ni marafiki zangu, je, siku ya kiyama nitakuwa nao kwa hali gani? Ni rafiki ambaye kwamba anakukumbusha swala, ni rafiki ambaye kwamba anakukumbusha kusoma Qur'ani, ni rafiki ambaye kwamba anakuambia rafiki yangu, kesho ni Jumatatu, tuamke na funga ya sunna, hebu twende tufanye amali fulani ya kheri. Ama ni rafiki ambaye kwamba anakuweka mbali na maadili ya dini yako, ama ni rafiki ambaye kwamba anakuweka mbali na radhi za Mola wako, basi Mwenyezi Mungu anasema al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqina, marafiki ambao kwamba urafiki wao utadumu siku ya kiyama ni marafiki ambao kwamba walikuwa ni wachaji Mungu. La tusahib illa mu'mina wala yaakul ta'amaka illa attaqi, anasema mtume wako sallallahu alayhi wasallama, usimfanye sahib, usimfanye rafiki yako illa mu'min, na asile chakula chako illa mtu taqi. Wala marafiki ambao kwamba watapigana makangaje siku ya kiyama, watakumbatiana siku ya kiyama, waambizane hongera, waambizane congratulations, ni marafiki ambao kwamba walikumbushana kwa ajili ya Allah, wakavuka kwa hii dunia salama pamoja na mawimbi ya kuwapoteza, lakini urafiki wao ukadumu, wakaondoka duniani na ilhali Mwenyezi Mungu anawaridhia. Hawa marafiki watapeana mkono wa hongera. Lakini marafiki ambao kwamba ni marafiki wa kasino, ni marafiki wa usherati, ni marafiki wa kumkasirisha Mwenyezi Mungu, hata wakiitana duniani ni marafiki, lakini siku ya kiyama watanyosheana vidole vya lawama. Siku wataondoka duniani, siku watamkabili Mwenyezi Mungu, watanyosheana vidole za lawama. Anatueleza mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi wa ghayruhu, msimulizi wa hadithi ni Abu Huraira, anasema mtume wako sallallahu alayhi wasallama, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhali, mtu yuko kwa dini ya rafiki yake. Hapa mtume alitaja vitu viwili, alitaja dini, akataja na rafiki. Athari ya rafiki si mchezo, athari ya rafiki haina maskhara. Huja athari ya rafiki ikaathiri dini ya mtu, ndio mtume akasema almar'u ala dini khalilihi, mtu yuko kwa dini ya rafiki yake. Hapa si pahala pa kuchezea. Ikiwa rafiki anaweza iteka dini yako, ni pahala pa kufungua macho vizuri na kukagua nani nimchague awe rafiki yangu. Almar'u ala dini khalili, wasia wa mtume wako sallallahu alayhi wasallama, anasema falyandur ahadukum man yukhali, atizame kwa makini mmoja wenu nani anamfanya kuwa rafiki yake. Wasia wa mtume wako sallallahu alayhi wasallama, ndugu Muislam,
anakuhusia, tizama kwa makini mno nani utakayemchagua umfanye awe ndiye rafiki yako. Mtu anaweza kuwa mbaya akatangamana na marafiki wazuri, mwisho wa siku naye akawa mzuri kama marafiki zake. Na mtu anaweza kuwa ni mzuri akatangamana na marafiki wabaya, mwisho wa siku naye akawa mbaya kama marafiki zake. Na waomba niwapigieni mifano miwili, mfano wa kila upande, wa kuonyesha mtu anaweza kuwa ni mzuri akatangamana na rafiki mbaya, mwisho wa siku akaangamia, ama mbaya akatangamana na mwema akawa ni mwenye kusalimika. Sote twajua jibwa. Hakuna mtu ambaye kwamba yuko radhi atukane kuwa yeye ni mbwa. Kuna mbwa aliyotajwa ndani ya Qur'ani, lakini huyo mbwa anapotajwa ndani ya Qur'ani hataji kuwa mtu atamuona ni mbaya kulingana na namna na mazingara aliyotajwa jibwa kama huyu ama mbwa kama huyu. Kuna vijana ambao kwamba Qur'ani iliwasifu kuwa innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Hao ni vijana waliofika katika hii dunia wakamwamini Mola wao, wakamwamini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawazidishia uongofu. Na hii ni nasaha kwa vijana, tumieni ujana wenu. Ujana ni mfano wa moshi, ukipita ndio ushapita. Mwenyezi Mungu anapenda sana ibada ya kijana barubaru, na ndio maana akaweka nafasi ya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Watu wenye sifa saba watafunikwa na kivuli cha arshi ya Allah, siku ambayo kwamba hapatakuwepo kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah. Miongoni mwa hao watu wenye sifa saba, washabun nashaa fi ibadati llah, na kijana anainukia katika ujana wake na ibada ya Mola wake. Ni kijana utamuona msikitini anaswali swala tano, ni kijana utamuona anasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni kijana utamuona anafunga saumu za sunna, ni kijana utamuona ni mtiifu kwa wazazi wake, ni mtiifu kwa watu wazima, ni mtiifu kwa majirani, ni kijana ambaye kwamba ana maadili. Huyu kijana atakuwa katika kivuli siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba hapatakuwepo ila kivuli cha arshi ya Allah. Mwenyezi Mungu awahifadhi vijana wetu. Mwenyezi Mungu anawataja hao vijana ambao kwamba walikimbia kuinusuru dunia yao, wakimkimbia mfalme ambaye kwamba alijiita ni Mungu. Hawa vijana idadi yao ilikuwa ngapi? Watu walitofautiana. Mwenyezi Mungu anasema sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Kuna watu wanasema idadi yao walikuwa ni watatu. Wale vijana waliokimbia wakaingia ndani ya pango, wakafa miaka, waliokufa Mwenyezi Mungu akawafufua baada ya miaka. Kuna wale wanaosema walikuwa ni watatu na wanne wao alikuwa ni jibwa. Wengine wanasema kuwa walikuwa khamsatun, walikuwa idadi yao ni watano. Wasadisuhum kalbuhum, na wasita wao alikuwa ni jibwa. Tumeona mwanzo Allah ametaja idadi akamtaja na yule jibwa. Wengine wanasema walikuwa ni tano, wasita wao ni jibwa. Wengine wanasema walikuwa ni sabatun wa thaminuhum kalbuhum, walikuwa ni saba na wanane wao ni jibwa. Mwenyezi Mungu anamkariri huyu jibwa. Kwa nini ataje huyu jibwa? Kwa nini akaririwe huyu jibwa? Kwa sababu aliandamana na vijana wazuri, kwa sababu
aliandamana na vijana wa tauhid, kwa sababu aliandamana na fityatun amanu birabbihim, vijana waliomwamini Allah. Wanatajwa vijana wema, anatajwa Najibwa. Wanatajwa vijana wema, anatajwa Najibwa. Hapa hakuna mtu ambaye kwamba atamtizama huyu Jibwa kuwa ni muovu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu ameandamana na vijana waliokuwa wema. Ukiwa muovu kaandamana na wema, uovu wako lazima utapotea. Utabakia kutajika pamoja na wale wema ambao kwamba umeambatana na wao. Mfano wa pili, ayuha al-ahbab, kuna mtu aliua watu 99 katika Banu Israili. Ikafikilia siku anataka kurudi nyuma na kutubia, asijue aanzie wapi. Akauliza mwanachuoni, akaonyeshwa mtu anayejitahidi katika ibada lakini hana elimu. Akamjia akamuuliza, nimeua watu 99, nataka kurejea kwa Mwenyezi Mungu, je, Mwenyezi Mungu atanisamehe? Yule mtu akamwambia, wewe Mwenyezi Mungu hatakusamehe. Umedhulumu nafsi 99, umedhulumu watu 99, kabisa kabisa Mwenyezi Mungu hatakusamehe. Huyu mtu kusikia hivyo akapiga mahesabu ya haraka, ikiwa mwisho wa siku lazima niingie motoni, kwa nini niingie na hesabu ambayo kwamba haijakamilika? Nimemla ng'ombe mzima, je, mkie utanishinda? Faqatalahu, akamuua yule mtu, akakamilisha idadi ya watu 100, lakini moyo bado wamsuta, bado hana umakini, hana utulivu. Akaendelea kuuliza mwanachuoni, akaonyeshwa mwanachuoni ambaye kwamba kwa hakika amebobea katika elimu. Akamjia akamuuliza, nimeua watu 100, nataka kurejea kwa Allah, je, Mwenyezi Mungu atanisamehe? Yule mwanachuoni akamwambia, naam, wa man yaqulu bainahu wa baina tauba, Mwenyezi Mungu tabaan atakusamehe. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Ni sharti tu wewe uwe mkweli na Allah. Wakati unarudi kwa Allah, uwe mkweli na Allah, isiwe unamcheza shere Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anauona moyo wako. Inna Allah yanduru ila qulubikum, anaushuhudia moyo wako ikiwa wewe ni mkweli ama si mkweli. Akamwambia Mwenyezi Mungu atakusamehe, lakini kwa sharti, intaliq ila ardi kadha, gura, hama, nenda katika kijiji fulani, toka katika mazingara ambayo kwamba unaishi leo hii ndani yake, mazingara ambayo kwamba yamekupelekea ukafika penye umefika katika kumkosea Mwenyezi Mungu katika jambo la mauaji. Intaliq ila ardi kadha fa inna biha unasan, katika hicho kijiji, Allahu akbar, kuna watu wachaji Mungu, kuna watu wanajisumbua jambo zima la ibada. Nenda keti na wao katika mazingara mamoja, nenda ishi na wao. Intaliq ila ardi kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardik, na wala usirudi kabisa katika ardhi yako. Fantalaqa, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, huyu mtu alikuwa mkweli, alikuwa amedhamiria, alikuwa anataka kwa hakika kurudi kwa Mola wake. Akafungasha virago vyake, huyo anaelekea katika kijiji ambacho kwamba ameelekezwa, ama katika msikiti ambao kwamba ameelekezwa, ama katika mji ambao kwamba ameelekezwa, ama katika kijiji ambacho kwamba ameelekezwa. Fantalaqa hatta nasafa tariqa, alipofika katikati ya safari, jaahu almautu, akajiwa na mauti ghafla.
akajiwa na mauti. Na hayo ndio mauti, ndugu zangu Waislamu. Anasema mwanashairi wa Kiarabu, ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, almautu ya'ti faj'atan, almautu ya'ti faj'atan walqabru sunduqul amal. Ewe ambaye kwamba unakwenda mbio na dunia yako, ukaghurika na urefu wa umri wako, ulikuwa ni kitoto cha sekundi 6 kwa hii dunia, ikafika wakati ukawa ni mtoto wa masaa 6 duniani. Mama anahesabu, mtoto wangu sasa hivi ameishi kwa hii dunia masaa 6. Ikafika ni mtoto wa siku 7 unafanyiwa hakika. Ikafika ni mtoto wa miaka 7, mtoto barubaru wa miaka 15, 20 na 30 na 40 na 50 na wagharrahu tulul amal, ukaghurika na umri wako namna unavyozidi kuishi duniani. Al-mautu ya'ti faj'atan, mauti yanakuja ghafla. Usije ukajiona ni barubaru, lazima nitazeka, nitembee kwa mkongojo, nikwende kwa bakora, mgongo upinde, hapo labda ndiye malakul mauti yatabisha. Hasha wa kalla. Usije ukajiona una afya zako ukajipatia hamu, lazima nitagonjeka sana, lazima nitapelekwa India, hapo ndo nitaondoka duniani. Hasha wa kalla. Anasema mwanashairi wa Kiarabu, fakam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min taqimin asha'ina min ad-dahr. Wangapi wenye afya waliondoka duniani bila sababu, na wagonjwa wangapi tulitarajia wataondoka, lakini Allah aliwarejeshea afya, bado wako duniani. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa atfaluhu fil ghaibi tunsaju wa la yadri. Wangapi katika vijana mabarubaru wako maskani wanazungumza lugha za ujana, wakichekeshana, huyu akicheka, kumbe mmoja wao sanda yake iko dukani, kesho itanunuliwa na mwenyewe maskani hana habari. Hayo ndio mauti. Huyu mtu akajiwa na mauti. Wakaja malaika makundi mawili, malaika wa peponi na motoni. Kila malaika wanadai ni wetu, ni wetu, ni wetu, ni wetu. Mwenyezi Mungu akamtuma malaika mwingine aende awe hakimu wao. Yule malaika alipokuja akasikiza pande zote mbili, akawaambia qisu ma baina ardaini, pimeni anakotoka na anakoelekea. Ikiwa yuko karibu na anakotoka na yuko mbali na anakoelekea, achukuliwe na malaika wa motoni, atakuwa bado yuko karibu na mji wa madhambi. Na ikiwa atakuwa yuko karibu na anakoelekea, yuko mbali na anakotoka, bimaana yuko karibu na mji wa tauba na yuko mbali na madhambi yake, achukuliwe na malaika wa peponi. Walipopima wakamkuta yuko karibu na mji ambao kwamba aliukusudia, akachukuliwa na malaika wa peponi. Mahalu shahide, mbona tumekuja na hiki kisa? Huyu mwanachuoni alimwambia nenda kwenye kijiji fulani, hicho kijiji kuna mazingara mazuri, kuna watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu, nenda uabudu Mwenyezi Mungu pamoja na wao. Anamtoa katika mazingara ya mtu. Marafiki wa mtu ni sababu ya mtu kupotea, na mtu anaposhikamana na marafiki wazuri, hata kama ni mbaya, akasalimika mwisho wa siku. Wa akhiran wa laysa bi akhir, na mwisho kuonyesha uzito wa jambo la rafiki. Ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallama amelala katika tandiko la mauti, Abu Talib, babake Sayyidina Ali. Mtume akabisha, akaingia ndani, akamwona ami yake, dalili zote zaonyesha anytime ataaga dunia. Mtume akamuhusia ami yake, akamwambia ya amma, qul la ilaha illa Allah uhajju bika biha inda Allah,
ewe ami yangu, nakuhusia, sema la ilaha illa Allah, ufe, niachie kazi nyingine, siku ya kiyama nitakutetea. Bora uondoke duniani ilhali wewe ni muwahhid. Kando ya kitanda kuna rafiki ya Abu Talib anaitwa Abu Jahl na mwenzake wa pili. Abu Jahl anamweleza Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi wataka kumsikiza Muhammad, hivi wataka kuyasikia maneno ya Muhammad, uache mila za wazee wetu. Abu Jahl ananyamaza. Mtume tena anamwambia Abu Talib, ewe ami yangu, nakuhusia, sema la ilaha illa Allah, ufe, nitakutetea siku ya kiyama. Mtume ananyamaza. Abu Jahl ana counter attack maneno ya Mtume, anamweleza Abu Talib, wataka kumsikiza Muhammad, uache dini ya wazee wetu. Mtume anakariri tena mara ya tatu, ewe ami yangu, nakuhusia, tena na tena, sema la ilaha illa Allah. Abu Jahl ana counter attack maneno ya Mtume. Mwisho Abu Talib akasema, bal ala millati Abdul Muttalib, naondoka duniani kwa mila za wazee wetu Abdul Muttalib, mila za kuabudu masanamu Lata na Uzza. Akaondoka duniani ilhali si Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, na siku ya kiyama, siku ambayo kwamba dhalim atajiuma vidole vyake kwa kujutia, akisema ya reti ningeshika njia pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya reti ningeshika njia pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu. Mawaidha yalinijia, nilimsikia akinihusia, lakini ni rafiki yangu ndiye alionipoteza. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ona wangu, kuangamia kwangu, ya reti nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Atamtaja kwa jina. Kwa nini? Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani, amenipoteza. Ni kama sasa hivi labda umesikia kwa makini, rafiki, Mwenyezi Mungu, mtume, ndani ya moyo wako kasema ni kweli, rafiki yangu amenipoteza, lakini baada ya wiki, baada ya mwezi, uko nje ukajikuta umerudi kwake tena, basi utajutia ikiwa rafiki wako hakusaidii upande wa Mwenyezi Mungu. Hapa anajutia jambo la rafiki, na hakukosea alosema, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ukitaka kumjua mtu usiende mahala ukamuuliza mwamjua fulani yakoje. La, anil mar'i la tas'al, usiulize mtu, wasal an qarinihi, uliza rafiki yake ni nani. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, kila rafiki anaiga tabia za rafiki yake. Ndege wenye mbawa sawa wanaruka pamoja, huwezi pata super eagle anaruka na kurabu, ni jambo haiwezekani. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله
لا خيرا لمن كان لله عاصيا. وقد فاز المتقون كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. وأكثر الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، والق به في جهنم. وأقم الصلاة.